umuhimu wa kuongozwa na Bwana. Kuongozwa na Bwana ni nini? Ni kumpa Mungu nafasi kwenye maisha yako, achukue uongozi wa maamuzi yako. Kuongozwa na Bwana ni kumpa nafasi Mungu kwenye maisha yako, achukue uongozi wa maisha yako. Mungu anataka kuyaongoza maisha yako kwa sababu maisha yako ni mali yake. Maisha yako ni mali yake na yeye ndiye mmiliki wa maisha yako. Mkristo anapookoka anaacha kuishi yeye kama yeye, anaanza kuishi kwa kuongozwa, na huo uongozi unakuwa ni wa Mungu ndani yake. Mkristo asiyeongozwa na Bwana ni Mkristo anayejiongoza yeye mwenyewe, lakini Mkristo anayeongozwa na Bwana ni Mkristo ambaye maisha yake yako mikononi mwa Mungu, anamtegemea Mungu, anamuuliza Mungu kwenye kila anachokifanya. Wewe na vitu vyako vyote ni mali ya nani? Wewe na watoto wako na vitu vyako ni mali ya nani? Kwa hiyo kwa lugha rahisi, ili uweze kuishi kwenye hii dunia kwa usahihi, lazima Mungu achukue nafasi ya kuyaongoza maisha yako. Kama maisha yako unayaongoza mwenyewe, kwa lugha nyingine, bado haujawa salama, utakosea sana. Utaamua tofauti sana, utaamua kwa miemko. Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Ni vyema kujifunza kwa watu, ila sio vizuri kuiga kutoka kwa watu. Watu wengi sasa hivi wana role model wao, wana watu wanaojifunza kwao, lakini kimsingi wale watu wanaojifunza kwao wana vitu pia wanavyoamini. Sikukatazi kujifunza kwa watu brother, na kuruhusu kujifunza kwa watu, lakini huyo mtu unayejifunza kwake una uhakika gani na Mungu anayemwamini? Yesu atusaidie sana. Una uhakika gani na Mungu anayemwamini? Una uhakika gani na huyo Mungu anayemwamini? Unaweza kukuta unaamini kwamba huyo mtu unayejifunza kwake ni mtu ni mzuri, lakini kimsingi anaweza akawa sio mzuri. Unaweza kaamini kwamba ni mtu wa Mungu, lakini sio mtu wa Mungu. Unaweza kaamini kwamba huyu mtu njia anazozitumia ni sawa, lakini sio sawa. Inahitaji Mungu kutenganisha mstari uliopo kati ya Mungu na shetani. Unanielewa vizuri? Tuko sawa watu wa Mungu? Ndio maana Mungu anataka kukuongoza wewe, na anataka awe mchungaji wako kupitia neno lake. Haujanielewa vizuri? Nasema hivi, Mungu anataka kukuongoza wewe, na anataka awe mchungaji wako kupitia neno lake. Zaburi 23 mstari wa kwanza. Zaburi ya 23 mstari wa kwanza. Zaburi ya 23 ule mstari wa kwanza. Zaburi 23 ule mstari wa kwanza. Maandiko anasema, kitabu cha Zaburi sura 23 mstari wa kwanza, maandiko anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Soma kwa sauti tatu twende. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ndio. Katika malisho kando ya maji ya utulivu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Maana yake anajua kuna watu wengi unaweza ukatamani kuchungwa nao,